aliyechaguliwa katika siku hii leo si mwingine ni Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Al-Ghaib Muhammad Kawawa. Tafadhali nafasi ni hii. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli ni'ma. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda wa rahma. Sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa mustafana Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi salatan yukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa yukhrijuna bi nuril fahmi wa yudhhiru lana ma ashkala hatta yafhama innahu ya'lamu wa la na'lamu wa huwa 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kipenzi chetu Hussein bin Ali bin Hassan Ali Mwinyi, karibu sana. Mheshimiwa Dr. Abubakar bin Zubeir bin Ali Mwana, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, roho yetu, hoja yetu, Mwenyezi Mungu akutuilishe umri wako, pia karibu. Na wajumbe wote wa Baraza la Ulama mliokuwa hapa, wadhamini wa baraza, masheikh wa mikoa, masheikh wa wilaya, nyote mliokuwa hapa, wenyeviti na makatibu na Waislamu wote, kama tulivyotambulishwa katika itifaki, niseme tu itifaki imezingatiwa. Nianze kwa kuamkia kwa maamkuzi mema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimeamrishwa na mzee wetu Dr. Abubakar bin Zubeir bin Ali Mwana katika shughuli hii ya ufunguzi wa dua ya kuwaombea masheikh zetu, wazee wetu, walezi wetu waliotangulia, ambao wana mchango mkubwa katika nchi yetu hii kwa nafasi zote za kidini, za kisiasa, kiserikali, lakini pia kwa kuzingatia muda na wakati tuliokuwa nao. Ufunguzi wa dua hii pia utahusu kuiombea nchi kutokana na hali na muda wa kuelekea katika uchaguzi mkuu. Nimepewa muda mchache ambao niseme kwa niaba ya Mufti, kama tulivyomsikia mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya dua hii Hajat kule, Mwenyezi Mungu naye atawilisha umri wake, lakini awafanyie wepesi yeye pamoja na wote waliomsaidia katika kuandaa jambo hili. Lengo ni kutumia fursa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kutuumba akutuacha hivi hivi, ametupa fursa nyingi ambazo mwenyewe anaziita ni neema. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ikiwa mtakaa mkaamua kuzihesabu neema za Mwenyezi Mungu, anasema mwenyewe ni nyingi sana, kamwe hamtoweza kuzihesabu. Miongoni mwa neema hizo ni kile kitendo cha kuturuhusu tumuombe ili atujibu maombi yetu. Hii ni neema kubwa sana, kwamba yeye anajua haja zetu, yeye ndiye aliyotuumba, lakini pia akatufungulia milango kwamba niombeni na mimi nitawajibu, kama alivyosema katika sura Ghafir aya namba 60, waqala rabbukum ud'uni astajibu lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati rabbihim sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mungu anasema Mola wenu ameshawaambia zamani, msikae hivi hivi, niambieni haja zenu na mimi nitawapatia. Kisha akaeleza ubaya wa kutotumia fursa hiyo, akasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati rabbihim sayadkhuluna jahannama dakhirin, watakaoleta kiburi na wasimuombe Mungu ilhali wanahitaji mambo yao yatengenezwe na Mwenyezi Mungu, hawa jazaa yao anasema wataingizwa motoni hali ya kudhalilishwa. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na moto wa jahannam.
Kwa hiyo hii ni nafasi ya kutumia fursa ya kunyoosha mikono yetu kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kama alivyosema mwenyewe, niombeni chochote tu, hakutaliki na hakufunga mlango mniombe nini kipi msiniombe, niombeni vyote. Basi dua hii itawahusu wazee wetu wa nafasi zao zote, kama alivyotanguliza kusema, mashehe zetu, baba zetu kiumeni na kikeni, lakini pia viongozi wa asisi wa taifa hili la Tanzania. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie huko walipo, awape vitabu vyao kwa mikono ya kulia, na awaepushe na adhabu ya makaburi, lakini pia adhabu ya siku ya Kiyama. Lakini kadhalika tunakwenda katika uchaguzi, pia ni wajibu kuiombea nchi katika hilo, na ile ametufundisha baba yetu Ibrahim Abul Milla. Soma Qur'ani aya namba 126 suratul Baqara, utayakuta hayo anayasema wazi. Alipoingia Maka kwa amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na akayafanya alioamrishwa kuyafanya, na ikumbuke wakati ule lilikuwa ni jangwa tu, hakuna anayekaa pale kwa zama zile, lakini alizingatia kwamba kesho na kesho kutwa ile Maka itakuwa mji kama hivi ulivyo sasa. Alitanguliza dua, akaambia Mwenyezi Mungu, Rabbi ja'al hadha baladan amina, Mwenyezi Mungu ufanye mji huu uwe wa amani. Kisha akasema waruzuku ahlahu minas samarati, waruzuki maisha mema watu wake. Imetajwa matunda, lakini imekusudiwa kila kinachokuhusu na mwanadamu anachokila, wape maisha mema. Kisha akafunga mlango, man amana billahi wal yawmil akhir, waumini tu. Mungu hapa akumkubalia, akaambia wa man kafara, sio waumini tu. Dua yako na ikubali, nitaufanya mji wa amani, lakini watastarehe waumini wa man kafara na wasiokuwa waumini. Hii kuonyesha kwamba nchi kama nchi wakati wote inatakiwa iombe amani, waumini na wasiokuwa waumini wote waelekee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapatie amani. Kama wanavyosema wenye kusema hapana, tuanze hiki kwanza kisha ndio amani. La, amani kwanza kisha ndio vitu vingine. Soma suratu Quraish, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya kile kiswa kirefu ambacho sote tunakijua cha Abraha kutaka kuchafua hali ya hewa pale Maka, aondoshe amani na watu waliokuwa wakifanya biashara za mashariki na magharibi wasiweze kupita tena, lakini wakazi waliokuwa wakiishi pale wahavurugikiwe, mambo yaharibike. Mwenyezi Mungu alitia mkono wake mwenyewe akapitisha cha kupitisha, amani ikarudi. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio akasema falyabudu rabba hadha albayt, watu waendelee kuabudu, watu waendelee kumuomba Mwenyezi Mungu, watu waendelee kutafuta maisha. Kwa nini? Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum, kwa sababu aliwahakikishia amani kwanza, kisha mfanye mambo mengine. Kwa hiyo tuna haki ya kuzifanya dua kama hizi usiku, mchana, jioni. Tuwaombee viongozi wetu, tuwaombee waasisi wetu. Na kwa nini viongozi? Niseme wazi, sio uchawa kukaa ukamwombea kiongozi, sio uchawa kama inavyofasiriwa. Ni kutoyapitia vizuri tu maandiko. Kumwombea anayekuongoza ni wajibu. Imam Ahmad anasema hivyo, Fudhail ibn Iyadh anasema hivyo. Nenda katika maandiko yao utaona. Fudhail ibn Iyadh anasema lau kana li da'watun mustajaba au lau kanat li da'watun salihah la ja'altuha lil imam, lau ingekuwa mimi nakubaliwa dua yangu, basi kwanza ningenyanyua mikono juu kuombea kiongozi wa nchi yangu. Wanafunzi wake akamuuliza, wa kaifa dhalika ya Aba Ali, vipi usijiombee wewe? Una dua inayokubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, unamwombea kiongozi, kwa nini usiingeanza mwenyewe? Akasema lau ningejiombea mimi isingenifikia, ulimi wangu na ujua ulivyo, lakini lau na muombea kiongozi wangu saluha fa saluha bi salahihi al-ibadu, nikimuombea kiongozi wangu itamfikia na atakuwa na mambo mazuri, atakuwa na mambo mepesi, atakuwa mema, na likihakikishika hilo, basi na waja wote wanaoishi chini yake nao watakuwa wema. Kwa hiyo kwa uchache haya, dua yetu lengo kubwa ni hilo, kutumia fursa na kuwaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyotaka, na kuogopa kupata madhambi kwa kutuombea watu kama hawa.
Tena namaliza, Mwenyezi Mungu anasema wala tansawul fadla bainakum, msije mkasahau mazuri na mabora mnaofanyiana nao. Hakuna jambo zuri kuliko kuzaliwa na mtu amekuzaa akakusomesha akakulea. Hakuna jambo zuri kama kulelewa vizuri na viongozi kama tuliokuwa nao hapa, wakakufanyia vizuri mambo yako. Hayo yote Mwenyezi Mungu anasema ni haramu kuacha kusahau fadhila kama hiyo. Usisahau. Mtume anafunga mlango, man sana ilaikum ma'rufan fakafiu, mtu akiwafanyeni mema basi mlipeni. Fa in lam tajidu ma tukafiunahu bihi fad'u la, mkikosa cha kumlipa basi nyanyueni mikono juu, mwambie Mungu, naye Mungu mlipe huyu. Wama alaina ila albalaghu mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.